Ni mwendelezo wa yale ambayo yanajiri katika anga za kimataifa siku hii ya leo, ambapo hapa kuna taarifa kutokea huko nchini Urusi, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov ameishitumu Marekani kwamba inataka kudhibiti nishati ya dunia kwa hivi sasa. Taarifa inasema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameishitumu Marekani kwa kutaka kudhibiti sekta ya nishati duniani kupitia sera zake za kimataifa dhidi ya kampuni za mafuta za Urusi. Lavrov alisema utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unalenga kuziondoa kampuni kubwa za nishati ya Urusi kama Lukoil na Rosneft katika masoko ya kimataifa ili Marekani iweze kuwa na ushawishi mkubwa juu ya usambazaji wa nishati duniani. Katika mahojiano na RT India, Lavrov alisema kuwa Marekani imekuwa ikipitisha sera za mkakati inayolenga kuitawala sekta ya nishati duniani. Lengo lao liko wazi kabisa, wanataka kudhibiti njia zote muhimu za usambazaji wa nishati duniani, alisema Lavrov. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano ukiendelea katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha karibu 20% ya mafuta na gesi ya dunia, huku Marekani na Irani zikiendelea na hatua zao tofauti za kuzuia shughuli katika eneo hilo. Mwisho wa taarifa jinsi ambavyo inaeleza. Sasa hiki ambacho amekizungumza waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov kwamba Marekani inataka kudhibiti nishati ya dunia ni kutokana na hali halisi ambayo inaendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo mara tu baada ya Irani kudhibiti mlango huo wa bahari, Marekani ikaenda kuweka ile blockade yake kwa kupitia jeshi lake la majini US Navy, lakini uwepo wa vikosi vya Marekani katika eneo lile ulisababisha kiasi kikubwa cha meli kutopita katika eneo hilo na ongezeko la bei ya mafuta duniani likawa ni kubwa zaidi. Lakini pia juzi tu rais wa Marekani Donald Trump kupitia serikali yake ilitangaza kwamba Marekani sasa itaanza kuzikopesha nchi mbalimbali duniani mafuta kutokana na uhaba ambao upo kwa hivi sasa. Na Marekani ina shehena kubwa ya mafuta ambayo inaweza kuyauza katika nchi nyingine kwa miaka mingi ijayo. Sasa ndio maana kwa hivi sasa kutoka Urusi, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov, yeye amesema kwamba kwa hivi sasa Marekani imedhamiria kuziondoa kampuni kubwa za nishati ya Urusi kama Lukoil pamoja na Rosneft ambazo zimekuwa zikifanya vizuri katika masoko ya kimataifa na zimekuwa zikisaidia kwa kiasi kikubwa sana ule urambazaji wa mafuta katika maeneo mbalimbali duniani. Sasa kuna vita ya kiuchumi ambayo inaendelea kwa hivi sasa kati ya mataifa haya makubwa yenye misuli mikubwa ya kiuchumi duniani, yani Marekani, Urusi, lakini pia na China. Ndio maana hata hivi sasa rais wa Marekani Donald Trump ameelekea nchini China kwa sababu ya kuimarisha uhusiano kati ya China pamoja na Marekani kwenye masoko ya kimataifa. Ndio maana amesafiri na CEO wa makampuni karibu 12 ambao wameambatana na rais wa Marekani Donald Trump hadi Beijing nchini China. Basi mtazamaji wetu, bado nazidi kuangalia mambo mbalimbali ambayo yanaigusa dunia kwa kiasi kikubwa na pia yanagusa maisha ya raia wote duniani kwa kiasi kikubwa. Nikuletee hapa ili uweze kufahamu jinsi ambavyo dunia inakwenda kwenye masuala ya kidiplomasia na masuala mengineyo ya kiuchumi na maeneo mengine mengi. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.